Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Leo ni Dominika ya 4 ya Majilio mwaka A wa Kanisa, na karibia kabisa kuadhimisha sherehe za Noeli, kuzaliwa kwake Mwokozi. Tunapoadhimisha Dominika hii ya leo, tumwombe Mungu atuimarishe katika imani yetu, ili daima tunapoimarishwa katika imani tuwe tayari kujisalimisha kwa Mungu, kujisalimisha kwa mapenzi yake kikamilifu. Tukiri udhaifu wetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Ee Bwana, tunakuomba utie neema yako mioyoni mwetu, ili sisi tuliojua kwa ujumbe wa malaika kwamba Kristo mwanao amejifanya mtu, kwa mateso na msalaba wake tufikishe kwenye utukufu wa ufufuko. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Isaya. Siku zile Bwana akasema na Ahazi akinena, jitakie ishara ya Bwana Mungu wako, itake katika mahali palipo chini sana au katika mahali palipo juu sana. Lakini Ahazi akasema, sitaitaka wala sitamjaribu Bwana. Naye akasema, sikilizeni sasa, enyi nyumba ya Daudi. Je,
Ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu, hata mkataka kumchosha Mungu wangu pia? Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Neno la Bwana. Mfalme mtukufu apate kuingia, yeye ndiye mfalme mtukufu. Mfalme mtukufu apate kuingia, yeye ndiye mfalme mtukufu. Tena vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji alithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, Ee Mungu wa Yakobo. Somo la waraka Mtume Paulo kwa Warumi. Paulo,
mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri Injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake, ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo. Kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Neno la Bwana. awe nanyi. Somo la Injili takatifu limeandikwa na Mathayo. Awe nanyi. Somo la Injili takatifu limeandikwa na Mathayo. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Neno la Bwana. Vijana mapendo daima. Katika somo la pili ambalo tumelisikia, sina uhakika kama tumelisikia vizuri, Mtume Paulo anaanza kwa kujitambulisha kuwa yeye ni mtumwa wa Kristo. Yeye ni mtumwa wa Kristo. Kujitambulisha huko kunaonesha jinsi gani anajionea fahari kuwa katika hali hiyo, yaani kuwa mtumwa wa Kristo. Lakini nini maana ya kuwa mtumwa wa Kristo? Kuwa mtumwa wa Kristo ni kujisalimisha nafsi kwa Kristo, kutolea nafsi yako yote kwa Kristo, yaani daima kufanya mapenzi ya Mungu na sio mapenzi yako. Ndio maana ya kuwa mtumwa wa Kristo, na Mtume Paulo anajivunia hilo. Anajivunia kujiweka chini ya mapenzi ya Kristo. Daima hatafanya anayotaka yeye, atafanya anayotaka Kristo. Huo ndio utumwa wa kujionea fahari. Katika hali ya kawaida hakuna mwanadamu anapenda kuwa mtumwa. Kila mtu angetamani kuwa huru, kujifanyia mambo yake anayotaka mwenyewe, kuwa huru. Na unapoingia umri wa balee, ndio unaona hamu ya kuwa huru inavyoongezeka. Kila kijana akisha balee hataki tena kuambiwa kurudi saa 12 jioni, hataki kuchaguliwa marafiki, hataki kuchaguliwa nguo za kuvaa, hataki kuchaguliwa mziki wa kusikiliza. Anataka kuwa huru. Kuwa huru ni jambo jema, jambo jema. Lakini Paulo anatufundisha
uhuru wa kweli unapatikana katika kuwa mtumwa wa Kristo, yaani kutimiza mapenzi ya Mungu. Zaidi ya hapo, wewe hautakuwa huru, utakuwa mtumwa wa Shetani, mtumwa wa dhambi, na hutapata furaha kamili. Siku moja kuna kijana mmoja alikuwa ananiambia, Father, hivi Mungu hawezi kutupa likizo kidogo, yaani kama wiki hivi tule bata yaani mtu ufanye unalotaka? Hamna likizo kwa Mungu. Katika kutimiza mapenzi ya Mungu hakuna likizo. Daima wewe ni mtumwa wa Kristo. Hicho ndicho ambacho Paulo anatufundisha, na kwa kweli ndio tafakari ya masomo yetu yote matatu siku ya leo. Tunaalikwa kuwa watumwa wa Kristo ili tuwe na uhuru wa kweli. Katika somo la kwanza tunakutana na mfalme anaitwa Ahazi. Huyu mfalme alikuwa anaongoza taifa la Yuda. Sasa wakatokea maadui, mataifa ya nje, wanataka kumvamia ili kumnyang'anya ufalme wake. Mfalme Ahazi anapata hofu, itakuwaje? Itakuwaje ili niweze kulinda ufalme wangu? Itakuwaje? Sasa katika hofu na mahangaiko hayo, Mungu anamtuma nabii Isaya kwenda kumwambia mfalme, katika mahangaiko haya na hofu hizi, tafuta ishara kutoka kwa Mungu. Maana yake, kabla ya kufanya maamuzi yoyote ile, tafuta ufunuo wa mapenzi ya Mungu. Mungu anakutaka ufanye nini? Na kwa kweli katika hali hii Mungu anakutaka usikilize sauti yake na utii mapenzi yake. Usifanye unavyotaka wewe. Mfalme anamwambia nabii, sitataka ishara kutoka kwa Mungu. Maana yake, siko tayari kufanya mapenzi ya Mungu, siko tayari kuwa mtumwa wa Mungu. Mimi nataka kuwa huru kufanya yale ambayo nafsi yangu inataka. Mimi nataka kulinda ufalme wangu, kwa hiyo nitafanya ninavyojua kupambania ufalme wangu. Baadaye yule mfalme anafanya anayoyajua, anaunganisha nguvu, anatafuta marafiki zake ambao walikuwa maadui wa Mungu, wanaunganisha, wanataka kupambana na adui, lakini baadaye wanashindwa na ufalme unasambaratika. Kwa nini? Kwa sababu alichagua kuwa huru katika dhambi, na matokeo yake amekuwa mtumwa wa dhambi. Alitafuta kufanya anayotaka yeye. Ndivyo tulivyo wanadamu, kama ambavyo nimetangulia kusema hapo mwanzo. Kila mmoja anatafuta fahari za dunia hii. Nafsi zetu zinapambana kupata fahari za dunia hii, ufalme, mamlaka. Nani asiyependa mamlaka? Tafuta mamlaka. Tunatafuta mali. Nafsi zetu zinahangaika kutafuta mali, fahari za dunia hii. Nafsi zetu zinahangaika kutafuta kuridhisha haja za miili yetu, fahari za dunia hii.
Sasa katika namna hiyo tunaendelea kuwa watumwa wa dhambi. Tunatafuta mali kwa gharama yoyote ile, hata kama ikibidi kutenda dhambi, na tunavyozipata tunazitumia kwa ubinafsi, kwa sababu tunatafuta fahari binafsi. Unatafuta mamlaka, kila mmoja anatafuta kuwa na mamlaka, utukufu wake binafsi, mamlaka katika uongozi. Na watu wanatafuta uongozi kwa udi na uvumba ili apate utukufu binafsi. Lakini kuna watu wanatafuta mamlaka ya ushawishi ili awe na followers wengi Instagram, awe na followers wengi TikTok, sijui X. Wewe una followers wangapi? Na followers milioni 1. Inampa fahari. Hata kama nitapata followers kwa njia ya kutenda dhambi, lakini ili mradi nimepata followers, nimepata wafuasi kwenye mitandao ya kijamii, najihisi niko huru, najihisi nina furaha. Ni aina ya mamlaka hayo, kwamba unaweza kushawishi watu. Mamlaka, fahari za ulimwengu huu. Mwingine anatafuta mamlaka kwa kuwa na taarifa. Kuwa na taarifa kunakupa mamlaka. Umesikia wanasema nina video zako wewe, na connection yako inampa mamlaka. Anaweza kukuamuru wewe kufanya chochote kwa sababu ana taarifa zako. Na bora awe amezipata tu bahati mbaya. Mwingine anatafuta kabisa taarifa zako, anaingia kwenye faragha yako ili apate mamlaka juu yako. Hasa katika ulimwengu wa AI, wa teknolojia, watu anaingia tu kwenye simu, yuko chupani kwake, anaingia kwenye meseji zako, upo sijui Morogoro, anasoma zote. Apate nini? Apate mamlaka. Taarifa ile inampa mamlaka. Kwa nini? Fahari binafsi. Fahari binafsi. Natafuta fahari nafsi, natafuta fahari katika kutimiza haja za mwili. Paulo anatuambia yeye ni mtumwa wa Kristo. Ni bora hakose yote hayo, lakini asimkose Kristo. Ndio maana anasema katika waraka wake kwa Wafilipi, kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida. Ni bora nikose fahari zote hizo, nikose mamlaka, nikose kutimiza haja za mwili, lakini niunganike na Kristo. Mimi ni mtumwa wa Kristo. Kwa hiyo mara zote tukumbuke, uhuru wa kweli unapatikana katika kuwa mtumwa wa Kristo, kujishikamanisha, kuambatanisha utashi wako, kuuelekeza utashi wako kwa mapenzi ya Mungu. Vinginevyo ni ubatili, ni fujo, ni kuchanganyikiwa, ni huzuni. Katika somo la Injili tunakutana na Yosefu, mfano wa mtu mwenye haki ambaye ameamua kuwa mtumwa wa Kristo. Kuwa mtu mwenye haki maana yake ni kuwa mtumwa wa Kristo, kufanya yale tu anayotaka Mungu na si anayotaka mimi. Yosefu ni mfano. Yeye amemchumbia Bikira Maria,
anatarajia kumwoa, na kadiri ya sheria katika kipindi hiko cha uchumba hawapaswi kukaribiana, na yeye hajamkaribia Maria, hajafanya naye tendo la ndoa, kwa sababu sheria hairuhusu mpaka atakapomwoa rasmi. Lakini pia kadiri ya sheria za Kiyahudi, ukizini unapaswa wewe mwanamke upigwe mawe hadi kufa. Sasa katika mazingira haya, Yosefu anagundua mchumba wake ni mjamzito. Ungekuwa wewe ungefanyeje? Ungekaribia naye, na sheria inasema mwanamke kama amezini apigwe mawe hadi kufa. Yosefu ana taarifa, ana connection ya Maria amezini. Kama amepata ujauzito nje ya Yosefu, ameipata wapi? Haijawahi kusikilika hata mara moja mtu amepata mimba bila kukutana na mwanaume. Yosefu ana connection ya Maria. Maana yake kama angetaka kupata fahari zake binafsi, aonekane kwamba yeye ametoa taarifa mbaya ya Maria ili ahukumiwe, mara moja tu akisema jamani, huku tayari, hebu mchukueni. Lakini kwa sababu ni mtu mnyofu, anatafuta kufanya mapenzi ya Mungu, akili mwake anajua kabisa Maria ni mtu mnyofu mtakatifu, hawezi kufanya jambo la namna hii. Hilo analijua, lakini uhalisia unamwambia tofauti. Ni mjamzito. Ameipata wapi? Kwa yupo katikati ya kufanya maamuzi bila kuwa na ushahidi, lakini kukaa katika hali ya kuchanganyikiwa, hajui afanyeje. Tayari mama ni mjamzito. Yeye akachagua kukaa katikati, hakufanya maamuzi bila ushahidi, na hakuchagua kukaa tu na kuchanganyikiwa, kuto kujua afanyeje. Akasema nitamwacha kwa siri, kwa sababu sina ushahidi na naamini mtu mwema, lakini tayari ni mjamzito, siwezi kuchukulia poa. Kumwacha kwa siri maana yake ni kutafuta kujua mapenzi ya Mungu kwake, ili atakapofanya maamuzi afanye maamuzi sahihi kadiri ya mapenzi ya Mungu. Na katika ukimya huo wa Yosefu, maamuzi hayo ya busara ya Yosefu, Mungu anamfunulia mapenzi yake na yuko tayari kuyatii mapenzi ya Mungu. Anamchukua Maria kama mkewe. Mtumwa wa Kristo anatafuta kufanya mapenzi ya Mungu bila kumwaibisha mtu, lakini bila kuchukulia poa, kusimama kwenye maadili. Maadili anasema hutakiwi kupata ujauzito kabla ya ndoa. Anasimama katika maadili, hamkumbatii, lakini hamfichui kwa sababu hana ushahidi. Anatafuta kujua mapenzi ya Mungu. Ungekuwa wewe ungefanyeje? Ndio ungeandika jamani, nina connection huku, anayetaka nifuate imbobo. Tujifunze kuwa watumwa wa Kristo, yaani tutafute kufanya mapenzi ya Mungu daima kuliko tunayotaka sisi. Mapendo daima. Na sadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mwana
pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafuka kadiri ya Maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, maungano wa ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, nangojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Tunaendelea na novena ya Noeli, siku ya 6. Mtoto Yesu alipozaliwa, malaika walitangaza utukufu na amani duniani. Tunapojiandaa kumkaribisha mfalme mkuu wa amani atakayezaliwa kati yetu, fumbo la Noeli litukumbushe kuishi kama wajumbe wa amani ya kweli katika familia, parokia, jamii na taifa. Yesu, mfalme wa amani, tunakuomba utujalie neema ya kutafuta daima kupatanishwa nawe kwa toba ya kweli. Tupatane sisi kwa sisi na tujipatanishe wenyewe na nafsi zetu, ili tuweze kutumikia kwa unyofu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana ni nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu Mwokozi, uje kwetu sisi watu wako. Tuketi. Katika kipindi cha Noeli huwa tuna tamaduni ya kutoa bahasha za Noeli. Kwa hiyo wakati wa matoleo watakuwepo wajumbe pembeni, watagawa hizo bahasha. Kwa ambaye anahitaji kushukuru Mungu kwa kuzaliwa kwake Mwokozi, basi atachukua hiyo bahasha na atairejesha siku ya Noeli. Karibuni kwa matoleo. Oh
Utukuzwe Bwana Mungu wa ulimwengu, maana kwa ukarimu wako tumepokea mkate huu na ukutolea. Ni mazao ya nchi na ya kazi ya mikono ya wanadamu, na uwe kwetu mkate wa uzima. Utukuzwe Bwana Mungu wa ulimwengu, maana kwa ukarimu wako tumepokea divai hii na ukutolea. Ni tunda la mzabibu na la kazi ya mikono ya wanadamu, na iwe kwetu kinywaji cha kiroho. Atukuzwe Mungu milele. Rudieni. Atukuzwe Mungu milele. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, Roho yule ambaye kwa uwezo wake Maria mwenye heri alipata mimba, avitakase vipaji vyetu tulivyoviweka juu ya altare yako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na kitendo la kufana kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, yeye ambaye alitabiriwa na maaguzi ya manabii wote, mama bikira alimchukua kwa upendo wa ajabu, na Yohane Mbatizaji alishangilia kuja kwake na kumtambulisha alipofika. Yeye aliyetujalia kungoja kwa furaha fumbo la kuzaliwa kwake, atukute tukikesha katika sala na tukimshangilia kwa nyimbo za kumsifu. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Bwana
Ee Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata macho yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Ee Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na kushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako. Kwa hiyo Bwana, ninapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanawe aletaye wokovu, pamoja na ufufuo wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili na kutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu, tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujaza Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake ubikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Padre Pio msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Ee Bwana, huyu aliye kafara upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, pende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako na usafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu leo, na askofu wetu mkuu Ruwaichi na msaidizi wake mcha Mungu, pamoja na maaskofu wote wa klero wote na watu wote wanaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hilo itapa mbele yako, Ee Baba ule mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wana wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaojalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu Ee Bwana, ninakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako utuopolee daima na dhambi, wala tusiwadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, maana wachieni amani yangu nawapa,
Usitazame dhambi zetu, la tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, tumekwisha pokea amana ya ukombozi wa milele. Tunaomba jinsi inavyokaribia ya sikukuu ituletea wokovu, hivyo zizidi bidii za ibada yetu, tupate kuliadhimisha vema fumbo la kuzaliwa kwake mwanao, anaishi na kutawala milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025 mahujaji wa matumaini. Baba wakati anasalimia mwanzoni mwa misa alisema viwawa mapendo daima. Pigieni Mungu makofi na vigelegele. Na mimi pia nilikuwa viwawa mkereketwa kwelikweli. Sijui nyewe wenzangu iko hivyo au vipi, lakini mkereketwa sana. Sasa nafanya kazi Tumaini Media, na kufanya kazi hii sauti nilisikia nikiwa viwawa kwamba mimi napaswa kuwa mwandishi wa habari. Pigieni basi Mungu makofi. Kwa hiyo kupitia viwawa tunatambua pia nini ambacho Mungu anataka tukitekeleze, kama ambavyo ametukumbusha Baba kwenye mahubiri, basi tufanye hayo. Tumekuja kusali nanyi kupitia redio na televisheni. Tumerusha matangazo ya moja kwa moja kadri Baba alivyoeleza, na inawezekana wakati huu basi wapo ambao wametuona na watatuambia baada ya misa kwamba tulikuwa tunawafuatilia. Kwa hiyo tuko live kupitia YouTube, na wale ambao wana simu janja au chochote kinachokuwezesha kuingia mtandaoni baada ya misa, unaweza ukaingia huko, mtaona misa hii ambayo mlikuwa mnasali. Baadaye jioni leo majira ya saa 2:30 usiku pia itarudiwa upande wa redio. TV saa 1 kamili usiku. Kesho saa 4 kamili asubuhi. Televisheni leo saa 1 usiku na kesho saa 4 kamili asubuhi. Tukijaliwa kesho asubuhi pia majira ya saa 3:30 kama tutakuwa na homilia ya askofu, basi homilia ya baba hii itasikika tena upande wa redio kwenye saa 3:30. Masafa ni FM 96.5 Dar es Salaam. Kwa kuwa tuko nje ya Dar es Salaam, mengine sina haja ya kuyataja. Wale ambao mnafuatilia redio Tumaini 96.5 FM. Upande wa Tumaini TV king'amuzi ni cha Azam namba 470, lakini kule mtandaoni andika Tumaini_TV, subscribe kidogo, alafu utafunguka na utaona vitu vingi sana kuliko zaidi ya hiyo misa, pia utaona na vingine. Pamoja na adhimisho hili tumekuja na tunasema visakramenti, lakini tunafanya ujasiriamali na sisi. Tuna kitenge cha Tumaini Media ambacho kinapatikana kwa rejareja shilingi 35,000. Kuna gari letu hapo nje vinapatikana, tunaomba mtuunge mkono. Lakini wale ambao pia wanataka kufanya ujasiriamali nao, unaweza ukakipata hiki kuanzia 5 kwa shilingi 30,000. Kwa hiyo 30 mara 5 ni 1,150,000. Ukipata vitenge 5 ukiviuza 35,035, maana yake 5 mara 5 faida 25,000. Unanunua tena vingine ukiuza mara 2 mara 3 mara 4, mtaji umekuwa, unaendelea kufanya biashara zingine. Lakini tuna kalenda ya mwaka 2026, kalenda ambayo imezingatia maadhimisho ya kanisa letu kwa maana ya liturujia ya kanisa Katoliki. Kama ambavyo mnatazama cover page, kaonyesha kwa pale, cover page yetu inamuonyesha Baba Mtakatifu Leo wa 14, kiongozi wa kanisa Katoliki. Usifungue ndani kwanza.
kiongozi wa kanisa letu ambaye sasa atakuwa anatimiza miezi 7 nadhani tangu amechaguliwa. Kwa hiyo tuliona ni vizuri tukaingia nayo mwaka ujao ili watu wasije wakasahau kwamba hili ni tukio ambalo limetokea mwaka 2025 na bado ni tukio jipya kabisa. Lakini tuna makardinali wawili pale chini. Tanzania tunayo bahati, kuna nchi jirani zetu hawajapata bahati hiyo. Sisi tuna makardinali wawili, babu na mwanaye. Na kwa nini tumeiweka? Niwagusie tu nyinyi ambao inawezekana hamkuwepo. Septemba 2 mwaka 1990 pale Jangwani pamevurugika. Sasa sisi Jangwani tulikuwa tunasali pale vizuri tu, na ndipo iliadhimishwa misa ya kipapa pale wakati Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alipotembelea Tanzania. Kardinali Protas ndo alikuwa anapata daraja ya upadre. Wakati huo Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alikuwa askofu mkuu mwandamizi wa Dar es Salaam. Lakini kwa meujiza, sijui tuseme neema na baraka za Mungu, huyu ambaye alikuwa mtoto amekuja kukutana katika urika wa kardinali na Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Mpigeni Mungu makofi na vigelegele. Yeye alikuwa anapata daraja wakati mwenzake tayari ni askofu mkuu, lakini kwenye ukardinali wamekutana, wako pamoja, na hapo wanapeana heshima, wanasalimiana wakiwa level moja. Jambo la kumshukuru Mungu sana hili, na ndio maana tumeiweka hiyo kama historia ikumbukwe, isisahaulike. Lakini ukurasa wa pili yupo rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Mhashamu Wolfgang Pisa. Na nyinyi viwawa ndo mnapaswa kuhakikisha ya mambo mnayajua vizuri, ili nanyi pia baadaye muweze kuwaeleza wadogo zenu na vizazi vyenu mtakaokuwa mnawazaa mbele ya safari. Kwa kalenda ya pamoja na liturujia, lakini pia ndani yake kuna historia na matukio mbalimbali. Shilingi 1500 tu unapata, iko kwenye gari letu pale leo, ili kwamba wakati mnasali Christmas, basi kalenda hii iko sebuleni kwako, kwenye ofisi yako, popote pale, au mnunulie zawadi ya Noeli yule unayempenda, shilingi 1500 tu. Asanteni sana na karibuni sana Kristo Mfalme Tabata, ambako ndio makao makuu ya Tumaini Media, na tunawashukuru sana kwa ushirikiano, kwa kuendelea kuvifuatilia vyombo vyetu. Nafuatilieni sana vyombo hivi kwa sababu ndiko ambako yamejaa mafundisho ya kanisa, ndiko ambako pia mtatambua pia sauti ya Mungu inawataka mtekeleze nini katika maisha yenu. Namshukuru sana Baba Paroko ambaye pia ni mkurugenzi wetu wa uchungaji Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Padri Gerard Kamina. Asante sana baba. Pigeni makofi baba. Idara mama ya kanisa ni idara ya uchungaji. Kusimamia idara ya uchungaji maana yake huyu ana majukumu mazito sana. Nyinyi kwenu mkikutana naye kila siku mnamuona wa kawaida, si atumuoni wa kawaida. Ni padri ambaye anasimamia ukitoka askofu nadhani atakuwa 4 au 5 hivi kwa maana ya zile nafasi. Kwa hiyo sio kitu kidogo kwenu kumpata paroko ambaye pia ana majukumu makubwa katika jimbo, na sisi tunafanya naye kazi vizuri, ndio maana amekubali tuje tuseme nanyi, tuwashirikishe hiki ambacho tumewashirikisha. Tunawaahidi katika sala zetu, kwa sababu na sisi pia tunasali, tutawaombea kwa moyo mtakatifu wa Yesu ambaye ndo msimamizi wa kituo chetu. Na ukitaka kulijua hili, kitenge hiki pia kina ishara za moyo mtakatifu wa Yesu, kwa sababu ndiye anayetulinda na kutuongoza katika kazi yetu ya uinjilishaji na mawasiliano. Basi mkitoka hapa kwenye gari pale mtatukuta, na kama mna maswali pia karibuni sana. Mapendo daima. Asante na Dominika njema, maandalio mema ya Noeli.